Mungu hawezi kujifunua kwako kwa sababu umefanikiwa sana kifedha. Ukimwangalia Kornelio, Mungu alimfuata kwa sababu alikuwa akimcha na alikuwa akisaidia wengine. Sasa sikiliza, kilichomfanya Mungu amfuate kimuinspire Kornelio sio utoaji yake kwa maskini. Angalia cha kwanza, akasema alikuwa mchaji wa Mungu. Kwa hiyo ule uchaji ndio cha kwanza kabisa Mungu alikiona kuliko kutoa. Na akasema alikuwa mchaji na akisaidia, kwa sababu kusaidia ni ya pili. Kwa Mungu akumfuata Kornelio, alimfuata kwa sababu aligundua kuna uchaji wa Mungu ndani yake. Sasa sisi tunafundishwa vibaya. Sisi tunaambiwa Mungu alimfuata kwa sababu alikuwa akitoa. Ile neno mchaji ni la muhimu sana. Unaweza ukawa unatoa mpaka unakuwa disappointed kwa nini unatoa, but Mungu akutembelee. Kama kumcha Bwana ni chanzo cha ufahamu, uwe na uhakika mtu yote ambaye anamcha Mungu, Mungu hawezi kumnyima ufahamu. Maana yake ukizungumza ufahamu, maana yake ni unlimited understanding, knowledge ambayo iko unlimited. Sasa watu wengi sana wanataka kumjua Mungu kwa mitazamo yenu, kwa akili zenu, na ndio maana mmefeli kumfahamu Mungu, kwa sababu mnachotaka ni akili zenu mnazotafuta kumjua Mungu. Ndio maana kuna watu wanafikiria kumjua Mungu ni kusikiliza sermon. Unaweza ukasikiliza ibada zote kwenye hii dunia na usimjue Mungu, kwa sababu Mungu kujirivili kwako lazima afahamu ndani yako unajiepusha na vitu vingi kwa ajili yake, sio kwa ajili yako. Ukiweza kujiepusha vitu vingi kwa ajili ya Mungu, umejiepusha na wewe pia. Mungu ameweka ufahamu kwa sababu principles za Mungu zote zilizoweka ukiangalia zinakusaidia wewe kuliko unavyodhani, but Mungu ameziweka kwa ajili yake. Kwa sababu Mungu akitaka kukutunza wewe, inabidi aweke utaratibu ambao ukifanya kwake ni kosa. Anything ambacho ukifanya kwa Mungu ni kosa, utakuja kugundua even kwako kinakuumiza. Acha nirudie tena. Mungu akikwambia usikosee, usimkosee, anakusaidia wewe. Kwa sababu wewe ukikosea Mungu, utakatifu wake haubadiliki. Cha kwanza unapaswa kumjua Mungu anapozungumza vitu vyake. Anapokuambia usikosee, akikwambia linda moyo wako, ndio zitakapo chemchemi za uhai. Anachomaanisha uhai wa Mungu uko ndani yako. Maana yake protect moyo wako kwa ajili yake. Maana yake unacholinda kwa ajili ya Mungu ni kwa ajili yako. Mungu akikwambia usiende hivi kwa ajili yake, ukija kuchunguza actually anakusaidia wewe. Ndio maana akaandika akasema to make it story short, anikosea mimi ujidhuru nafsi yake mwenyewe. Kwa maana ukimkosea Mungu unaumia. Kwa Mungu anataka nikuhakikishia kwamba makosa yako hayamrudishi msalabani kama mnavyodanganyana kwenye makanisa. Yesu arudi tena msalabani. Yesu alishashinda, yuko mkono wa kuume kwa Baba akituombea. Manake kumrudisha msalabani, labda ni wewe unarudi msalabani, but yeye yupo. Acheni maombi kujifanya maombi tunamrudisha msalabani, tunafanya Yesu atukanwi, Yesu anatukuzwa. Anatukana ni wewe. Muepushe Yesu na mambo yako, right? Listen. Sasa chukua ufahamu leo nao right now. Ni kwa nini kuna sehemu na maisha yako hayasogei? Sababu ukitaka kuchunguza ni kwa nini hausogei, kwa sababu haujawahi kukea ni kwa nini uko hapo. Na ni kwa nini ufahamu wako haui wide? Je, kuna kitu gani kina miss? Mbona mahubiri unasikiliza usiku na mchana? Mbona makanisani unaenda? Mbona Biblia unasoma? Mbona na vitabu vya Biblia unasoma? Lakini ufahamu wako bado hauwezi kumfahamu Mungu au namna Mungu alivyo. Hakuna even visitation za Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu unafahamu Mungu huwa na visitation, na Mungu anakuvisit kutokana na kiwango cha ufahamu ulionao, which means mtu mwenye ufahamu mkubwa pia kuna namna pia anamcha Mungu kwa tofauti na watu wengine wote, kwa sababu kuna vitu vingine huwezi kuvijua mpaka Mungu akufunulie mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Na unafahamu ndo akasema Roho Mtakatifu uchunguza yote mpaka yaliyo mafumbo ya Mungu. Maana yake mtu mwenye Roho Mtakatifu na neno la Mungu hapasi kuwa na limitation. Sasa Roho Mtakatifu hawezi kuchunguza yote kwa mtu ambaye hana ajali kwamba ufahamu wake una shida. Kwa sababu watu wengi sana wakifeli kwenye maisha wanaanza kulaumu watu. Akusikiliza, hakuna mtu ambaye anaweza kumlaumu kwenye dunia watu wa Bwana. Hauwezi kumlaumu hata kiongozi wako wa kiroho, bosi wako na watu mbalimbali. Maana yake cha kwanza unapaswa kujua, laumu ufahamu wako ambao au kui kutoka hapo ulipo kwenda hatua nyingine. Manake hakuna kumlaumu at the end. Na siku zote ukiona mtu analawama sana, ana shida ya ufahamu. Mtu yote anapenda kulalamika, na shida kwenye ufahamu wake. Na ukimwambia mnagombana, mimi watu wanifanyia hivi, mimi jamani watu, huyo mtu ana shida ya ufahamu. Manake kuna limitation ya ufahamu wake. Yaani mtu eti mwanadamu anakosea au analalamika. Mwanadamu nisikilize, na nirudie ninachosema. Imagine unalalamika, eti mtu amekosea, unalalamika wiki 3 na unaumia kabisa na chakula uli unasusa. Mwanadamu. Sasa Mungu tusingekuwa naye kwa alio. Maana Mungu kama angekuwa kama anaufahamu kama kwako. Hivi ushe kujiuliza, na makosa yote wa wanadamu tunayofanya, but Mungu hajaye kubadilika. Tena zaidi akamtuma Yesu Kristo atusaidie. Afu Biblia inasema kwa sababu aliupenda ulimwengu. Kwa sababu akiupenda ulimwengu ulikuwa kwenye hali gani? Kwenye hali ya dhambi. Kuliko hata sasa hivi. But Mungu akaupenda ulimwengu. Unawapendaje ulimwengu watu wanaokosea? Lazima kuna kitu Mungu amejakwambia na anacho.
na ni kwa ajili yako, ambacho kitakufanya usio unalalamika watu wakikosea, kwa sababu huyo ni mwanadamu amekosea, ambaye anaishi kwenye dunia. Maana haishi mbinguni, sio babu yako aliyekufa miaka kadhaa akakosea kwa alipo. Ni mwanadamu anaishi duniani. Sasa unalalamikaje watu kukosea? Maana wewe hata kiongozi huwezi kuwa, sababu utakufia njiani. Kwa sababu Mungu akikupa uongozi sehemu fulani, ataua moyo wako kwa sababu ya kwa hiyo inabidi uoperate kwenye level fulani ambayo wewe utalalamika sana. Nisikilize, kama umaskini ni ufahamu, kama maumivu, hata maumivu watu wengi mioyo yao inaumia ni ufahamu. Kwa sababu ukiona moyo wako unaumia na unajua unaumia na umeendelea kuumia, shida ni ufahamu. Kwa sababu unawezekaje kuendelea kuumia wakati unajua maumivu yana madhara kwenye maisha yako binafsi? Kuna limitation, haioni kwamba, sikiliza, ukishakutana mtu ambaye analalamika tu hali alionayo na hakuna akili namwambia kwamba unatakiwa kuondoka hapo, hakuna akili namwambia, maana ufahamu umekuwa limited kiasi kwamba hawezi kuamini kwamba anatakiwa kuondoka hapo. Yeye amebaki kulalamikia system, kulalamikia watu, kulalamikia sio waombaji, kila mtu analalamikiwa. Maana huyu ni mtu ambaye ufahamu wake umegota, maana hawezi kutoka tena hapo. Maana kwa sababu gani? Huyu mtu hata tabia zake kwa Mungu zitakuwa zimebadilika, kwa sababu the way mtu hawezi kuwa unalalamika na kumcha Mungu, haiwezekani. Sasa muulize jirani yako, unalalamika kiasi gani? Imagine mtu analalamikia bodaboda na watu wakulalamikia nji bodaboda, watu yani hao bodaboda, yani huyu sikiliza, bodaboda kabisa hawa. Sasa shida ni nani hapo? Lazima kuna mmoja ana shida ambaye ni wewe. Huwezi kulalamika juu ya mtu kama huyu ambaye anaweza akakuovertake kwa kushoto na ukaingia, kwa sababu hatujakuwa huku kushoto. Tukitaka kuingia, cha kwanza tukiangalia tunaangalia, lakini kihalisia mimi wakati napita nimeona hakuna mtu. Wewe umetokea saa ngapi na anakulalamikia na kukulaumu kweli kweli, alafu kasema mtu ana akili sawa sawa? Hawezi kuwa na akili sawa sawa. Lakini utacheka naye, unagombana, mnashikana mashati, lazima ulipe boda gari yangu. Huyo ni dalili kabisa kwamba shida sio bodaboda, shida ni wewe, kwa sababu na yeye pia analalamika kwa nini hujamuona na amekovertake kwa kushoto. Tunafahamu sheria za nchi, lazima overtake kwa kulia. Sasa nani mwenye shida kati yako na bodaboda? Ni wewe. Ulishakutana na mtu anayekosea, unamwambia amekosea na mnaanza kugombana kwa nini amekosea. Sasa shida, ukishamwambia mtu unakosea na anakuanza kukuvimbishia shingo, mkiendelea kuongea, mwenye shida ni yule aligundua kwamba kuna amekosea. So huyu ambaye analalamika kwa nini unamwambia amekosea. Bado mjanielewa ninachosema. Acha nirudie. Ulishakutana na mtu unamwambia hii ni kosa na anaanza kununia immediately. Shida sio na wewe ukiendelea kupaisha wewe ambaye umeona kosa. Wewe manake wewe pia una shida, sio yule mwenye, kwa sababu yule tayari ushamuona hii ni shida. Kwa cha msingi wewe unatakiwa unyamaza ili shida isiendelee kuwa shida. Umwache na amani yake, at least hiyo kidogo alionayo. Kwa sababu baada ya muda mfupi ujao utambreak moyo wake, utamdestroy kwa kumwambia ana kosa ambalo yeye hataki yeye anajua sio, na anajua ndani yake ni kosa. Ila kwa sababu gani wewe umemwambia ni kosa? Kwa sababu huyo mtu maana yake yuko comfortable na hali alionayo. Uwezi kumlazimisha kubadilika kwa sababu unataka. Maana ukishaanza kumwambia hili ni kosa na mkianza kushindana, kiendelea, Biblia inasema hata wewe unaonekana mpumbavu. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho kuna sehemu ukitaka kufika kwenye maisha yako, ukigundua ufiki na kila siku ukifika hapo unarudi nyuma. Shida na kuendelea kupush kwenda mbele, shida bado inabaki kwenye shida. Sio anayekurudisha nyuma huyo ambaye unamkemea, shida ni mwenye wewe ambaye unafahamu unarudi nyuma na bado unakubali kurudi nyuma. Na una Mungu ambaye yuko unlimited, maana kuna limitation kwenye ufahamu wako. Sasa cha kwanza ukitaka kujua kwa nini upokee ufahamu mpya na kila siku unasikia neno la Mungu. Sikiliza, there's a difference ya kusikia neno la Mungu. Unaweza kusikia neno la Mungu lakini usipokee ufahamu mpya, kwa sababu watu wengi sana wanafikiria ufahamu huo unakuja ili tu usikie then uanze kuwatukuza wanaofundisha. Ufahamu unakuja kukusaidia kwamba ukitoka hapo, maana yake ufahamu kihalisia umesikia na umeanza kutii. Ndio maana kuna hali ya mabadiliko unaisikia ukisikia ufahamu. Sasa ufahamu unataka ukiendelea pale ukapractice ulichosikia. Ndio maana James akasema ukisikia neno la Mungu na usilifanyie kazi ni sawasawa na teza na dhambi. Maana yake hakuna anything kinachotokea kwako. Ufahamu wote ambao practice huo ufahamu hauwezi kukusaidia. Maana kuna watu wamesikia neno la Mungu sana, but wana limitation ambazo kwa vitu ambavyo walisikia hivyo hivyo, na bado wanakimbilia kwenye maombi na kufunga na kupata ulcers kwa sababu wanataka msaada wa Mungu, hata Mungu alishapa msaada long time ago. Sasa ukishagundua una tabia hizo, sikiliza, wewe ukitaka, mimi juzi nimefundisha ulimwengu wa roho unahitaji kutoka jasho. Na ukishafika sehemu maisha yako ya kiroho inabidi atoke jasho. Kuna shida kati yako na Yesu, kwa sababu Yesu hajaprogram mambo ulimwengu tupate jasho. Kuna mtu anakuambia omba mpaka aruka kwenye viti. Kuna watu wakiomba hapa na vitu wanakanyaga, yani maana yake anaruka huko, yani anakuwa unusual.
Unaelewa cha kusema? Yaani dalili kwambia kwamba kanisani hapo hakuna ufahamu. Mimi kanisa namna siwezi kwenda. Hata yani nitalika, yani ningekuwa ni Mkristo kama wewe. Makanisa unapiga ngumi na mateke siendi. Kwa sababu nikitolewa jina huko nitasema nilikosea hapa. Anaambiwa hivi vitu lazima wakate mapanga. Hili ni jambo la kiroho. Maana yake mashetani lazima washughulikie. Mapanga ya kiroho, mapanga ya kiroho. Mapanga wewe. Sasa utajua kanisani. Ndio maana wakatunga kutuangalia sema vichaa wale vichaa. Yani mimi nasema kabisa wala hawakosei. Sisi ni vichaa. Unawezaje kukata mapanga uko kwenye maombi? How can you do that? You have Jesus ambaye alikupa mamlaka ya kusema tu kwa jina la Yesu Kristo, come out. Mwenye haki akizungumza katika ulimwengu wa roho. Maana neno lake lina nguvu, ni sheria. Kwa sababu ili ufahamu, kwa sababu shida ni kwamba wewe ufahamu una nguvu kwenye kuzungumza kwako tu. Ukisema kitu chochote kimamlaka kinatii. Are we together? Sasa haya mapanga ya nini? Maana kwenda kwenye kanisa nilialikwa kufundisha, ni baadaye nikairisha kufundisha nikaondoka. Kwa sababu alikuwa anafundisha kiongozi wa kanisa, kuna mambo alikuwa akifundisha ambayo mimi kwa kweli ningesimama pale na wangemchukua kwenye hilo kanisa. Kwa nikasema ili kuondoa mgogoro wa kiimani, I have to leave this place. Nikamwambia nimepata emergency, I have to leave. Roho Mtakatifu akaniambia ondoka, ili kanisa kwanza sikukutuma ufundishe. Kwanza wewe ulimuonea huruma ukaja. Kwa sababu mafundisho tu, maombi yameanza, vitu vilivyoanza pale. Nikasema nikisimama hapa watu wote watanifuata. Nikasema I have to leave this place. Mimi yako makanisa matatu nimeondoka nikiwa nimealikwa. It's very important to understand. Kwa sababu kuna mmoja alishaye kusimama, mchungaji watoto akaondoka, akaanza kunitumia message ya kunitishia. Kwa sababu kanisa lilikuwa na watu 30, wote waliondoka. Tena zamani nikiwa mdogo mchanga tu. Maana yake watu wakaondoka kanisani, hawataki kumsikiliza tena. Sasa mimi sikijua hata nilichokifanya. Mimi nilijua nilifundisha la Mungu. Na mimi the good thing is kuchukua namba hata mtu mmoja, kwa hakuna ambaye anaweza kunitafuta. Lakini mchungaji akaanza kunituia. Na ananitukana. Na mpaka leo mchungaji ana hasira na mimi na huduma yake mpaka leo na kesho. Na mimi nilimshaye kumtafuta nikamwambia kwa upendo. Amekataa. Na anaambia watu mimi na roho ya shetani. Kwa sababu nilina karibu kanisa lake. Of which ni roho ya shetani inaharibu kanisa watu. Watu wanaamini hivyo. Sikiliza. Kweli inaweza karibu kanisa lako kama ufundishi kweli. Ndio maana kuna watu makanisani kwao hawakubaliki mtu wote asimame, hata kama ni msaidizi wake. Msaidizi wake ni kufungua na hata asifundishe neno la Mungu. Maana akifundisha baada ya siku anaamini kwamba kuna vitu vyake amevitegesha. Ukiviingia tu kaviharibu. Yako makanisa ambayo unakuta mtumishi hata kama hayupo, TV inafundisha hayupo. Lazima hawezi kuruhusu kwa sababu kuna mabomu yake. Ukiyategua tu watu wakajua mambo yake hataenda. Sasa utume vichaa kama sisi tunaweza tukaharibu mambo ya watu huko. Sangine Mungu anatujuaga. Watu wa Mungu, listen. Sifahamu kama unafahamu kwamba ukisoma ile andiko anaposema akili ya Mungu hazina mipaka. Alafu ukichunguza mipaka ulionayo kwenye ufahamu ulionao sasa hivi. Unajua sisi tunaulizwaga maswali mengi. Alafu na mengine unaulizwa unacheka kwa sababu hichi kitu tulishaje kufundisha kwa wiki 4. Lakini mtu anakuuliza tena swali hilo baada ya miezi 2. Sasa sometimes unajua huwa tunajibu tu kwa upendo. Kwa sababu kinachotusaidia kujibu ni upendo wa Kristo. Sasa ingine ukiamua kuwa na kiburi unaweza usijibu. Lakini upendo wa Kristo unakuambia umjibu kila mtu. Mengine una ignore. Kwa sababu gani? Unajiuliza cha kwanza, tunalea watu namna gani kwenye kanisa? Kwa sababu watu wengi sana wakishasikia neno la Mungu unafahamu, baada ya hapo kesho amesikia neno la Mungu, baada ya akili ile alisikia aanze kuipractice kwenye maisha yake na kuifanya kwa yake. Kwa sababu unaposikia neno la Mungu unapaswa own ndio la kwako. Ndio maana ukipokea ufahamu wote, mbona nyinyi mmesoma unajua hata shule ya msingi. Usingia sekondari kama shule ya msingi watu wa Bwana. Ndio maana own vitu vya shule ya msingi, ndio maana ukafaulu kwenda shule ya sekondari. But unafahamu kwenye Kristo si kazi yetu ni own miracle. Tusipata miracle tunasema hii ibada haikuwa nzuri kwangu. I have to change my mind. Nisikilize, kama unategemea kuishi kwa miracle, you will fail kwa sababu miracles zinaishaga. Kila miracle unayopokea imeisha. Kwani ile miracle wewe ngapi umpataga hela kwa miracle? Zimeisha zipo. Hela miracle Mungu naye ana akili. Ndio maana Mungu akamwambia mana, mkiamka asubuhi mana tupeni, zikibaki tupeni jioni, mtapata mana mpya. Unafahamu kwa sababu ya upungufu wa akili wakajua labda Mungu kesho anaweza akasinzia. Watufiche mana. Wakiamka asubuhi mana zimeharibika zote. Paki Mungu anajaribu kuambia kwamba sikiliza, msiweke mana, mtawapa asubuhi mpya. Unafahamu kwa sababu watu wametoka kwenye utumwa. Watu wamekuwa kwenye utumwa kwa miaka kadhaa. Wanaamini kwamba kwenye utumwa hauwezi ukaacha ukoko. Hata walikuwa wanakula ukoko, maana yake unabidi uhifadhi even sufuria ambayo imepikiwa ili asubuhi wakikunyima chakula wa Misri uwe na ukoko wa kula. Sasa wakajua kwa Mungu nao unahitaji ukoko. Mungu akawaambia sikiliza, ninachotaka ni kwa train kwamba mniamini mimi kwamba ukiamka asubuhi kwamba mtapata chakula kipya na kitaanguka kutoka wapi? Mbinguni. Maana yake hamhitaji kuhifadhi chakula. Sasa unafahamu walichokifanya wao? Walikuwa wanakula, kikibaki wanahifadhi. Wakiamka asubuhi kimeharibika. Alafu ugomvi, Mungu akiwakemea, bado wanamkasirikia. Kwa sababu gani? Shida, Mungu akaja akagundua acha nikae kimya. Shida sio mimi, shida ni hao watu. Hawa watu wenye shingo ngumu ukitaka kudeal nao, inabidi usiwasemeshe sana. Ukiwasemesha sana unaweza self control ikafikia mwisho kawaondoa. Do you know neno la Mungu linaweza likakusaidia
kutengeneza akili ambayo Mungu alionayo kwenye maisha yako kwa wakati huu. Sikiliza, Mungu alipokutuma duniani, the only thing anaweza kukupa cha maana ni ufahamu. Ufahamu wa Mungu una thamani kuliko vitu vya dunia. Do you know? Unajua kuishi, ukiona mtu ameishi muda mrefu, cha kwanza alikuwa abebagi vitu moyoni. Mtu yote ambaye ameishi muda mrefu, mtu yoyote, yani katika mtafute mtu amefikisha miaka 100, 90, 80 au ambao unakutaga tu ana furaha, wale watu wachunguze maisha yao, walikuwa wabebagi vitu moyoni kwako. Kuna kitu walikuwa wanafahamu. Nenda nchi ambazo zinaishi muda mrefu. Unafahamu moja ya nchi ni kama Japan. Unafahamu wa Japan walivyo? Hawatakagi makuu. Wanaridhika na walicho nacho. Nenda nchi ambazo wanafundisha watu kuridhika na walicho nacho. Sasa sijasema kwamba wanapatia. My point ni kwamba kama hawezi kupata zaidi, hataki kuamini zaidi. Kwa maana yake anacho make sure ni ku make sure anakuwa at peace. But sisi Mungu hajatuambia turuzike na tulicho nacho, kwa sababu tunatoka utukufu hadi utukufu. But huwezi kuwa na imani ukashindwa kuwa na ufahamu wa control pressure. Sikiliza, kwa sababu huwezi control pressure kwa moyo wako. Wewe moyo wako hujaomba control pressure. Kwa sababu ulipotoka hamnaga pressure. Narudia tena. Moyo ule unao, mindset ule unayo, Mungu hakuiumba iishi kwenye pressure. Kwenye bustani ya Eden hapakuwa na pressure yoyote. Narudia tena. Kumbuka moyo huo ambao tunasema ndio ufahamu wako, right? Wakati Mungu ameutupa duniani, aliutupa ukiwa umekuwa program kuishi bustani ya Eden. Maana yake ndio maana Mungu akamake sure cha kwanza ni kuleta neno lake la kuwasaidia wanadamu kuwa na moyo huo ambao haukuumbwa kuishi kwenye pressure, uishi kwenye dunia. Ndio maana akasema ukimjua, tafuta sana kumjua Mungu upate kuwa na amani. Maana yake hauwezi kuwa na calmness kwa sababu una kila kitu. Unakuwa na calmness kwa sababu unamjua Mungu. Ndio maana watu wengi walikuwa wanaamini matajiri wanakufa haraka kwa sababu ya utajiri walionao, wanashambuliwa na shetani. Matajiri wanakufa kwa sababu ya pressure walizonazo nyingi sana kwenye dunia. Ukiwasogelea wana pressure ya kila kitu. Wana pressure ya kushuka kiuchumi, wana pressure sijui biashara zao haziendi, wana pressure nyingi, na ukiwauliza wana shida gani, hawezi kusema. Especially nchi zetu za Afrika. Wazungu wao wamefanikiwa ku make sure wakifanikiwa sana, wanaweka utaratibu ambao yale makampuni hayawahusu. Kwa hiyo anakuwa tu anasimama anaangalia. Sisi tunataka uamke kila siku ufanye wewe, uhisi watu wanakuibia. Nisikilize, ukiibia utaibiwa tu. But what you need is God kwenye maisha yako. Maana ikifika sehemu anaiba, anamwibia Mungu, sio wewe. Kwa maana yake anaiba, anashughulikiwa na maisha yake yanashughulikiwa. Na kuna siku atagundua kilichomfanya afeli kwa sababu alikuwa anakuibia. Bado hujanielewa ninachosema. Mtu unakufa kudhibiti wezi. Unaweka na kamera, umeshafika, Mungu amekusaidia, umefika mbali. Unaangalia sio vitu mbalimbali. Kila saa unatafuta pressure. Kwa sababu wanadamu watammisbehave tu. Umekaa kwa kamera hivi. Yaani wana ameingia nani aje kazini. Huyu ni only nchi za Afrika mtu ameweka kikamera mpaka kwenye draw. Unatafuta kufa haraka. Ni kweli si kweli? Mtu kae ofisini kamera, nyumbani kwao kamera, mpaka sebleni. Kamera ya nini? Unafikiri msichana wako wa kazi na ajui kuna kamera hapo? Mambo yake hayafanyiki hapo kwenye kamera. Akitaka kumduda mtoto atamuingiza chumbani kuna kamera. Give me a break. Wewe mbona hujaelewa na kamera na umekuwa kila saa kwenye pressure tu. We utakufa. Are we together? Utakufa haraka. Huo ni ufahamu kabisa umaskini wa kuamini kwamba unaweza kuown kila kitu. Uwezi. I mean it, uwezi. You cannot own everything. Hauwezi kufanya kila kitu kwenye dunia. Ndio maana kuna saa inabidi uachie watu. Wakipitiliza unawatuliza. Alafu unasema inabidi uachie. Kwa sababu kuna wengine unajua, unafahamu kuna watu ambao wenyewe watabadilika kwa sababu wanataka. Sio kwa sababu kampuni yako inataka wabadilike. Amina. Nikifundisha hivi nadhani utanielewa. Hebu fungua James. Aliandika kitu kizuri pale James. Hebu soma kitabu cha tusome Methali 9:9 kwanza. Anasema mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na elimu. Sasa baadaye nitaanza kufundisha dipa zaidi kipindi cha pili. Sasa ninatoa maelekezo tu. Anasema mwelimishe mwenye naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki naye atakuzidi kuwa mwenye haki na mwenye elimu. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Angalia sentence. Akasema hivi, mwelimishe mwenye hekima. Kwa Kiingereza anasema hivi, anything you say to the wise will make them wiser, but whatever you tell the righteousness will add to their knowledge. Angalia sentence, neno righteousness, mwenye haki, ata add kwenye ufahamu wake. But mfundishe mtu ambaye hana haki. Okay. Wangapi washakutana na mtu ambaye anakuuliza swali alijui na unamwambia anaanza kubishia tena na alikuwa alijui. Alafu nao unabishana naye tena.
If you meet someone like that, what I mean, right? Anakuuliza hivi hichi kitu kiko hivi, unaambia kipo hivi. Sasa lakini mbona mimi? Sasa wewe uliniuliza nini kama ulikuwa unajua? Alafu na mnabishana mpaka unakuwa offended. Mimi najua sana. Ila sikiliza. Nisikilize. Mwenye haki, mtu mwenye righteous man, whatever tutachomwambia kinakuwa added kwenye ufahamu wake. Na mwenye hekima ukimfundisha, ukimwelimisha, anazidi kuwa na hekima. Mwenye haki anazidi kuwa na elimu. Anasema ukimfundisha mtu ambaye ni upright, and in right standing with God, and he will increase in learning. Maana ukimfundisha mtu mwenye haki, unafahamu, the more unapomfundisha, kiu yake inaongezeka katika kumjua Mungu. Na akiondoka hapa, hicho kitu akiishi, anaendelea kujifunza. Kwa hiyo kuna shida kubwa kwenye ulimwengu wa roho kati watu wanavyoishi na Mungu, kwa sababu ukiishi na Mungu vibaya. Ndio maana tunajaribu kuwafundisha ili cha kwanza muelewe kinachokufanya uwe mwenye haki. Mungu anakupa haki, but Mungu anataka uishi kwenye haki ili haki yako izidi kuongezeka. Mwenye haki akiendelea kuishi mwenye haki, maana haki yake inazidi kwa yenye nguvu. Sasa sikiliza, mstari wa 10 akasema hivi. Akasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Anasema na kumjua Mungu ni ufahamu. Maana yake ufahamu wa Mungu hauna mipaka. The more you know him. Kwa Amplifier akasema kwa chini akasema, and the knowledge of the Holy One. The knowledge of the Holy One is insight and understanding. Kwa ili uwe na insight nzuri na good understanding, you must have his knowledge. Ukiwa na ufahamu wa Mungu. Sasa sikiliza, kama unaendelea kupokea, kama ukiwa mwenye haki na ukiwa unapokea ufahamu, kinachobadilika kwenye maisha yako ni insight. Namna unavyotazama, namna unavyoona, namna unavyochukuliana na vitu vinabadilika. Understanding yako, ufahamu wako unabadilika. Unaweza kudili na baadhi ya vitu kwenye dunia na vitu vingi ambavyo vinakusumbua siku na mchana, ambavyo kwa mfano maombi yako mengi unayafanya based hali ulionayo right now, which is wrong. Wangapi wanafanya biashara? How many people wanafanya biashara? Biashara hajaomba kuiombea kwa mambo yanaendelea, kwa sababu yote yanaendelea sio kwa ajili ya biashara kufa, ni kukusumbua wewe ukate tamaa. Ukimkuta mtu amefeli sana, huwa anapenda kupinga kila kitu, right? Shida sio yeye, shida ni maumivu ya moyo alionayo. Kwa kuna sauti zinamwambia kataa. Kwani uonekane wewe mdogo na uonekane unajua? Kataa. Ndio maana kamtafute mtu amefeli, mwambie mdogo wangu, hii njia sio. Unajua brother, mimi na mipango yangu. Una namna, mtashindana pale, mtataka kuvutana mashati, mtataka kupiga. Nisikilize, you are dealing na mtu ufahamu ambaye umetoboka divai mpya ikai. Yesu akasema huwezi kuchukua divai mpya kwa kiliba kikukuu. Haiwezekani. Ufahamu ukishatoboka, anything new yakiingia. Ukichukua kiraka cha nguo mpya ukaenda kwa kufunga kwenye kiraka cha nguo ya zamani iliyochakaa, inazidi kupanuka, inazidi kuharibika. Ndio maana ukichukua ufahamu wa Mungu kusimpelekea mwenye haki, anazidi kuharibika badala ya kupata ufahamu. Sasa sikiliza, vitu vingi tunaviombea wala havina sababu ya kuviombea. Mungu anataka kutupa ufahamu wa kuvimanage. Angalia maombi ya Yesu Kristo. Yesu hakuwahi kuomba kwa sababu ya Mafarisayo na Masadukayo. Huo muda alikuwa hana. Naamini moja ya kitu ambacho Yesu angeishia, angekufa haraka, hata asingetukomboa, angesusa ni Masadukayo na walimu wa sheria, kwa sababu walikuwa wanamkwaza sana. Unajua walikuwa na maswali ya kijinga sana. Tunajua kwa sababu kumbuka, okay, let me tell about Jesus. Yesu Kristo amekuja sehemu ana declare ni Mungu kwa watu ambao wanamwamini Moses, ambaye Moses kwao ni kila kitu na umwambie. Wenyewe wana shida na Mungu wala Moses, but wana shida na Yesu Kristo. Yesu amekuja pale kuleta habari mpya, na kila siku anawaambia mambo ambayo hawayapendi. But Yesu Kristo hakuwahi kuzuiwa na hakuwahi kumwambia Mungu, sasa sikiliza, kiukweli hawa watu wamenishinda, naomba nirudi kwako haraka. Hawahi kusema. Sasa angalia, kwa Yesu wale Masadukayo na Mafarisayo wengi walikuwa wakimsumbua. Walikuwa kasirika kina Petro, but Yesu yeye kuona act, alikuwa very calm. Alikuwa anajua mpaka mawazo yao na alikuwa anawajibu sasa na ujinga wao. Alikuwa anajaribu kuwa amazed yeye ni nani. Sasa sikiliza, maombi ya Yesu Kristo yote hayakuwa kwenye mahali anachopitia, yalikuwa ku make sure anatimiliza mapenzi ya Mungu aliyemtuma kwenye dunia. Focus yake ni kutimiliza mapenzi ya Mungu alionayo. Kwa sababu wewe unafahamu maombi yako unayoomba kila siku ni kwa sababu leo hauna hela, maombi mazito. Kesho biashara imeyumba, maombi makali sana. Au together leo sio ndio imefanyaje huko kwenye maombi mazito. Hii ni dalili kabisa kwamba maombi, ndio maana unashangaa haujui nini kimejibiwa nini hakijajibiwa. Kwa sababu kuna vingine hata ufahamu vipo vilishajibiwa, vingine vishakufa. You don't know, kwa sababu your focus au your prayer inatokana na magazeti. Wewe na hakika you are in trouble. Unafahamu magazeti? Unafahamu nchi inaombewaje kwa magazeti na matukio. Mambo yakianza kwa magumu, tuombe nchi, uchaguzi, tuombe nchi. Hivi hao waombaji walikuwa wanakuepoga hapo siku zote. Nini inatokea kwenye ulimwengu wa roho? Ni kwa sababu cha kwanza lazima tuonyeshe serikali kwamba tunaombea nchi. Cha pili lazima tuonyeshe kwamba tuko serious na mambo yanaendelea.
Listen, lakini hii nchi inahitaji mambo mengi kuliko haya maombi. Tunafahamu hata mapenzi ya Mungu, kwani tuko hapa? Hatufahamu. Na unafahamu waliopewa kuombea nchi wenyewe hatawaombea nchi. Wanaombea nchi kisiasa. Ukisikiliza maombi ya mtu fulani unajua sasa huyu anamwombea fulani, jamaa fulani. You know, kwa kumsikiliza tu akiombea. Sikilize, maombi yako mengi unayoombea kutokana na matukio yanaendelea kwenye maisha yako, which is very wrong, kwa sababu matukio yanaendelea sio kwa sababu ya kukuzuia kufika popote, kwa sababu Mungu alitegemea na ufahamu wa kupambana na magazeti yanayokupitia kwenye akili yako, alafu focus kwenye mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu anataka vile ambavyo Mungu anataka uaccomplish ni vya muhimu sana kuviombea kuliko matukio ulionayo kwenye maisha yako kila siku, kwa sababu sikiliza, hata matukio yakibadilika atajua matukio mapya. Ndio maana kwa nini usogee kwenye ulimwengu wa roho? Kwa sababu ufahamu wako limited na matukio. Leo kuna tukio hili umekaa maombi ya siku 10, kesho kuna tukio hili maombi ya siku 20. Ndio maana kila siku usogee, kwa sababu wewe umekazana kudili na matukio badala ya kujua mapenzi ya Bwana. Ndio maana akasema your mindset must be transformed to know and to understand what is the perfect will of God. Soma ile kitabu cha Danieli. Alisema mgeuzwe, mbadilishe utazamo wenu. Msifuatishe namna dunia hii. Kufuatisha namna dunia ni kukontroliwa na matatizo ulionayo kwenye dunia. You know why ufahamu wako wao usogee kila siku? Kila siku una maumivu ambayo haishi. Unazungukwa, yani kile chokuzunguka. Ukiwauliza waombaji wengi kwenye huduma huwa ambao wanaombea huduma na huwa tunaongoza, hakuna siku tumewahi kuomba. Waulize, hakuna maombi yanafanyika kutokana na matukio. Yani matukio yanamaanisha kwamba kuna kitu kimetokea. Jamani tu sasa tuchanganyikiwe. Yani hakuna siku nimewahi kuambia niombeeni niko under serious attack. Hakuna wauliza waombaji. Hakuna hata mtu nimewahi kumwambia jamani I'm under serious attack sasa mniombe. Hakuna. Nikisema hakuna nisikilizeni, hakuna. Huyu si kiongozi wa maombi. Kuna siku nimemwambia muombe, sasa ninashindwa kupumua huko. Do you think hakuna attack? Zipo. But I'm not focused. Kwa sababu hakuna gazeti mimi la kunifanya niamke asubuhi nianze maombi. Amesema hivi, wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu. Kufanya upya nia zenu maana yake nini? Ni kutokuwa control na mambo yanaendelea kwenye dunia, especially kwenye maisha yako binafsi. Lazima cha kwanza ujue mapenzi ya Mungu. Mungu alichokisema kwenye neno lake ni cha muhimu, kwa sababu Mungu hakuna alichokisema. Alisema usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba na kusali, ili ajazane kwa Mungu. Maana neno kujisumbua maana yake akili yako isibothe juu ya mambo yanaendelea kwenye dunia. Usiwe anxious kwa sababu you are going through some things. Maana yake anasema cha kwanza ugeuzwe ufahamu wako. Your mindset must be transformed to know what is good, acceptable and perfect will of God. Maana lazima ujue mapenzi ya Mungu. Huwezi kujua mapenzi ya Mungu kwa kuendeshwa na magazeti na social media za ufahamu wako, kwa sababu watu wengi wana social media, but kwenye ufahamu wako na social media kuna Instagram, kuna Facebook, kuna a lot of things kwenye ufahamu wako zinaendelea. Social media, kwa sababu unajua most of people are unhappy in this world because of social media. Kuna mtu picha zake usipolike ni moyo wake unaumia. Kwani hujalike? Watu wanapitia wakati mgumu sana saa nyingine wa social media. Watu wako tayari kupiga hata picha za uchi ili watu wawaambie tu you are beautiful, you look amazing. Kwa sababu hakuna mtu anamkubali. Kuna kijana mmoja alikuwa anampiga picha, anamwambia mpige picha, one of the famous guy in Marekani. Akamwambia mimi sipendi kuona sura yangu. Akaulizwa kwenda, akasema na sura ngumu, sipendi sura yangu. Napitia wakati mgumu mpaka sipendi sura yangu. Ukimwangalia na sura, shida ya sura. Ila tu kuna kitu kwenye maisha yake, kuna depression ya kijinga. Mtu anaogopa hata kujitazama. Anasema yajipiga picha kwa sababu anaogopa kujiangalia. Hii inamaanisha katika ulimwengu wa roho, kama ufahamu wako hujakuwa transformed kutokuimbishwa na haya mambo yanaendelea. Kwa sababu sikiliza, Yesu Kristo kama angekuwa ni maombi, nadhani angekuwa anaomba sana kuliko kuhubiri neno la Mungu, kwa sababu matatizo ni mengi sana alikutana nayo kwenye dunia. Anakutana na watu wanampinga kila siku. Angekuwa offended kama wewe, maombi yake unajua angekuwaje? Sikiliza watu wa Mungu, yani wewe ukiwa una kazi wala unahitaji kuombea kazi, focus on mambo mengine, focus on mambo. It's very important to understand mapenzi ya Bwana, kwa sababu mimi nakwambia as long as unakuwa, kwa sababu unatoka kujua upasi kunyimwa kazi. You are the child of the Most High God. Nini unanyimwa kazi? Kwa sababu cha kwanza wakati unaomba kazi unaogopa utakosa. You're not hearing me. Wako watu hapa mnaishi imani yenu ni kama nini? Mchezo wa upato. Unafahamu zamani ilikuwa jackpot, right? ITV wanarushaga. Ni mimi ITV au wapi? Ni ITV, right? Jackpot bingo. Ulikuwa na vile unachuna siku hizi hamna tena. Zipo siku hizi hamna vitu. Zasikia kuna vindege sio vini vinapapa huko. Bali mtu siku moja yuko busy ananiambia anacheza kindege. Sasa kindege kinafanya nini? Kumbe anacheza kamari. Sasa nilikuwa sielewi maana kindege. Ukauliza siku hizi vijana wengi wanakuambia niko kwenye crypto. Na hivyo ndege. Sasa sijajua. Unajua watu wavivu wanapenda sana crypto siku hizi. Mimi usinifuate ukaniambia you are destined crypto, tutagombana. Kwa sababu ni dalili ya uvivu. Mimi sijasema usifanye, nimesema usinifuate. Ukiniambia unaona wewe kazi yako tu kwa kijana mzima na akili zako uko kwenye crypto, unasema yani nadhani ni wito wangu. Huo sio wito wako. Kabla crypto haijakuepo
kwa sababu crypto ina matatizo mengi sana. Kwanza moja ya matatizo mengi duniani tunayaface ni crypto. Unafahamu, kwa sababu hela zake hawezi kuzitrace. FBI kuna mmoja wanamtafuta sasa, kashaibia watu wengi kwenye crypto. Yuko Korea mmoja hivi, ameenda Marekani akawaibia, akamaliza akaondoka zake, amedisappear na wanapoteaga unknown. Yuko dada mmoja mafia mmoja wa Bulgaria, ameibiwa Marekani hela nyingi sana, hawamjui hata alipo. Wakishaiba kila kitu wanapotea, hamjui alipo. Wewe usifikirie kwamba sisi hatufahamu vitu vingi, tunafahamu, kwa sababu ufahamu wetu uko very wide, na Mungu anatujulisha vitu vingi for the benefit of watu tunaoongoza. Mtu anakufuata na kuambia kitu cha ajabu sana, unajua, kwa sababu lazima ujifunze vitu vingi, kwa sababu huwezi kuongoza watu ambao, kwa sababu tunaongoza watu wenye akili pia. Huwezi kuongoza watu wenye akili kwa kumwambia tu kunywa mafuta, tembea kwenye chumvi, haiwezekani. Na kwanza nikiwa na mtu namuongoza ambaye huwa hatafuti fact, kwamba unamwambia tu asema sawa, sangine wengine sema hapa kwa hapa naendaje, unamwambia hivi. Huwezi kuongoza tu kwenye kanisa la Mungu, unawaambia tu unatakiwa ulale na tumbo afu kesho uamke na mgongo, masaa mawili tumbo, masaa ulanga na mgongo, anambia ndio boss. Si lazima aeleze akilala na mtumbo kuna faida gani, na akiamka na mgongo una faida gani. Lazima afahamu umuhimu wa hivyo vitu. Ndio na mambo ya imani sometimes kama uchawi. Sasa mambo ya imani yana heshima. Biblia inasema upendo utafute mambo yake yenyewe, which means the word of God is love. Hautafuti mambo yake yenyewe. Inamaanisha, sikiliza, kama maisha yako ya kiroho, ufahamu wako utajua umekwama. Angalia, maisha yako yote ni matukio leo nayo. Sina kitu fulani, maombi ya siku 5. Sina hichi, ni maombi ya siku 5. Unajua afu Mungu alivyo ajabu anavitupenda kiasi kwamba hivyo vitu vinakuja kila siku vinarejea. Hata ukipiga hatua nyingine unavikuta tena. Nisikilize, wewe unafikiri ukipiga hatua mpya utakutana hivyo vitu ndio kuvikuta tu. Sasa angalia, wewe focus, endelea maombi yako uendeshe hivyo. Run your company kwa kuiombea matukio yanayoendelea. Mimi nakwambia hiyo kampuni itakufa nao unaoongoza. Wewe fanya mchezo, run career yako kutokana na matukio yanayoendelea kwenye maisha yako, kwa sababu kila siku ukiamka kuna matukio mapya na mengine yanakaza. Sasa sio utafanya maombi mangapi kutatua? Change mindset yako, kuamini kwamba maisha yako hayaendeshwi na magazeti. Mwambie not today devil, not today my friend. I cannot think about what is going on right now. What I think is the word of God. Inaniambia hivi na hivi na hivi na hivi. My mindset inaniambia mimi ni mwenye haki, nahesabiwa haki. I am saved, napendwa na Bwana. I am victorious because Yesu alinipenda. So ananipenda, alinipenda. Kwa maana yake alishanipenda, tayari nishashinda alivyonipenda. Uwezo ukaamini ushindi kwa kukaa kila siku kujua ule maombi, vitu vidogo tu. Mtu kakusema vibaya, maombi ya siku 5. Sijui biashara nani amesema utaenda popote, maombi ya siku 6. Sijui bosi wako kamekugombeza na kuna watu wanakusema vibaya ofisini, maombi. Sijui umekosa kazi ulitaka, maombi. Sijui biashara imefanya nini, maombi. Yaani maombi. Ndio maana tunasisi kwenye kanisa tukafahamu maombi ya limitation, maombi sio ya nini. Tuna watu ambao kila siku wana matatizo mengi, ambao hawabadiliki, hawakui, hawawezi kutatua matatizo yao wenyewe. Ni kila siku ana biashara yake sio mimi, maombi. Sio nini, maombi. Sio na nini, sukumizia na kitu fulani. Hatuwezi kufika popote watu wa Bwana. Biblia inasema usijisumbue. Don't bother yourself. You just pray. Which means transform ufahamu wako. Usipofahamu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, na usifahamu kwani upo, you will never push the will of God kwenye maisha yako. You will push. Sikiliza, biashara sio moja wapo ya will of God. The will of God ndio inarani biashara. Nisikilize, ninyamnielewe, unafahamu. Ukitembea kwenye mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu ndio yanarani everything kwenye maisha yako. But uhitaji wewe na kila kitu ndio urani mapenzi ya Mungu, haiwezekani watu wa Bwana. Ukiwa unapendembea kwenye perfect will of, what is the perfect will of God? Sio kuwa mwanasheria. Perfect will of God ni kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, kuishi kutaka kumjua Mungu na kuishi according anachotaka.